Sambamba na wewe mpaka pale saa 7 kamili za mchana kwa ajili ya kuzichakata taarifa mbalimbali za michezo. Mshikaji wetu tunaona Victor Mahava anacheki hapa. Mahava anasema yuko kwenye eneo lake lile la kujidai. Sauti ya radio iko juu kweli kweli. Kutokea Mbeya mjini Kutokea Mbeya mjini pale. Bwana ametisha sana. Taarifa ambayo tumeipata kuanzia jana usiku saa 7 Masebo ni kuhusiana na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, ambaye inasemekana amekamatwa. Mwanzoni kwa inasemekana lakini sasa hivi imethibitishwa kwamba amekamatwa na jeshi la polisi kutokana na kauli ambazo alizitoa hivi karibuni akiwa mkoani Tabora kabla ya mechi yao dhidi ya Tabora United siku ya jana. Na kwa mujibu wa RPC wa Tabora Richard Abwao amesema kwamba Kamwe amekamatwa na kulala mabusu baada ya kumalizika kwa mchezo wa Tabora dhidi ya Young Africans, na ni kwamba miongoni mwa sababu imepelekea waweze kumkamata ni matamshi yake aliyotoa kwa viongozi wa serikali kabla mchezo huo pia ambao umepigwa jana tarehe 2 Aprili 2025. Na tulizungumza, ilikuwa ni siku ya jana na alisikika hapa sauti yake Ali Kamwe akizungumza na mashabiki wa klabu ya Yanga kwenye moja kati ya tawi ambao alikuwa analizindua pale Tabora. Na hiyo taarifa imetolewa kwa sababu wao wanaamini kwamba alitoa kauli ambazo zilizotafsiriwa ni za kutoheshimu mamlaka ya viongozi wa serikali ambao wapo katika mkoa wa Tabora. Ndicho ambacho kimepelekea wa mkamate, wa zungumze naye au kumhoji kwa nini yeye aliamua kutoa zile kauli kwa viongozi. Hili Masebo, wewe kwako wewe unalitafsiri vipi kimpira na unafikiri inaleta tafsiri gani kwa maana ya hiki ambacho kimetokea kwa Ali Shabani Kamwe, kwa sababu kimewashtua wengi? Inawezekana ikawa imewashtua wengi, lakini kwangu mimi sidhani kama nimeshtushwa hivyo kwa kiasi hicho, kwa sababu imekuwa ikitokea mara kadhaa. Nafikiri hawa wasemaji au viongozi ambao wanahudumu kwenye hizi nafasi wengi bado umri ni vijana. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wanaendelea kujifunza wakiwa bado wanaendelea kufanya kazi, wanaendelea kuadapt kwenye baadhi ya mazingira. Na ukitazama kwa mfano hii issue ya Ali Kamwe ina trace back mpaka wiki chache zilizopita zilikuwepo hizo tetesi za Ali Kamwe kufungiwa na shirikisho, sio? Kutokana na kutoa kauli ambazo zilikuwa zinaonekana zina abuse au zina wananga kitu kama, yani ziko kinyume au ziko nje utaratibu au zinaharibu taswira ya shirikisho, sawa? Kitu ambacho unakumbuka zile tetesi zilitembea sana na vitu kama hivyo. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea siku ya juzi, nafikiri ni muendelezo tu wa kile ambacho kimekuwa kikitokea. Na mimi huwa nazungumza mara nyingi, asilimia kubwa vijana wengi ambao wako kwenye hizi klabu, kwa sababu tayari ni taasisi ambazo zimekuwa kubwa. Kwa hiyo hata wale ambao wanahudumu kwenye hivyo vilabu wanajifeel au wanaona kwamba wao wanaweza kuwa wakubwa kama hizo klabu au wakubwa kulingana na klabu, na mwisho siku wakawa ni wakubwa kuliko vitu vingine vivyote. Kwa hiyo nafikiri moja ya vitu ambavyo watu wanapaswa kujifunza. Na kama utakumbuka hii issue ambayo imetokea ilikuwa ni issue ya Ali against mamlaka. Kwa maana mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha. Of course ile ni mamlaka. Yani inawezekana yeye alikuwa ameichukua kwenye engo ya utani, lakini mwisho siku ile ni mamlaka, lazima pia kuwe na mipaka fulani. Yes, mwingine anaweza akajaribu kuhoji kwamba kwa nini yeye mkuu wa mkoa mbona alifanya hivi na, lakini yote kwa yote ni kwamba mimi naona ni muendelezo tu wa
wa hawa vijana ambao ni maafisa habari na viongozi kwenye maeneo tofauti kujaribu kuvuka mipaka kwa kivuli cha kuipambania taasisi fulani. Na specifically kwa hili mimi unakumbuka nilizungumza nikasema ukitazama kauli ilikuwa iko too personal. Yani ni kama Ali alikuwa na mwattack direct moja kwa moja kwa maana ya mkuu wa mkoa, kwa sababu pengine hakupendezwa na kauli ya mkuu wa mkoa kuzungumza kwamba anashangazwa na mapokeo ya Ali ya msemaji. Kwa hiyo Ali akaichukua personal, akaona kama amekuwa disrespected, hajaheshimiwa, yani kama amedharauliwa. Kwa hiyo akaamua atumie platform ya taasisi, ukubwa alionao kwa maana ya kwenye jamii, aweze kuattack vile vile. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri sijawa surprised sana kama watu wengi pengine kutokana na of course ile ni mamlaka na ina uwezo kuchukua hatua pale ambapo inataka. Sema mimi naweza nikawa nipo issue kidogo ya wanaosimamia soka kwa maana ya TFF, bodi ya ligi, kujaribu kidogo kukaa na wakuu wa mkoa ambao eneo hilo kuna timu zinashiriki ligi mbalimbali hapa nchini, kwa maana ligi daraja la kwanza, ligi kuu Tanzania bara, kukaa nao pia wapate maelekezo fulani, kuhusisha siasa na mpira. Yani kwa maana kama mkuu wa mkoa anataka kuzungumzia mpira, azungumze kitu gani? Kwa sababu kwenye issue ya mpira kuna muda fulani inaweza ikaja kwenye jokes, kuna muda fulani pia inaweza kaja kwenye issue ya serious. Sio hivyo? Ali Kamwe kama ulivyosema Seba, anaweza kali kwa kwenye jokes. Mara baada ya yani wakati hajakamatwa, alikutana na mkuu wa mkoa uwanjani, wamesalimiana, kuna picha ambazo zinaonyesha mitandaoni, wakicheka, wakitabasamu na nini. Hiyo ni engo ya jokes, kwamba kile ambacho kinafanya ni kuhamasisha mashabiki waende uwanjani. Lakini sasa hivi imechukuliwa kama serious issue ambayo tunaweza tuseme mkuu wa mkoa ndiye ambaye amekamata Ali Kamwe, ila jeshi la polisi wametekeleza majukumu yao mengine ya kwamba huyu kauli zake ni kutoheshimu mamlaka ya serikali ambayo ipo Tabora. Of course mimi doubt yangu ni kwamba kuna haja ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuona kuzungumza na mkuu wa mikoa ambao kuna timu ambazo zinashiriki michuano ambayo inasimamiwa na mamlaka. Of course unaweza of course uko sahihi kwa namna moja au nyingine, lakini mimi naendelea kustiki pale kwamba lazima kitu cha kwanza au tuseme kitu cha msingi zaidi ni kutazama mipaka. Yani of course unaweza kuzungumza kuhusiana na hawa wakuu wa mikoa na wenyewe kuangalia mipaka yao, kwa sababu hii neno la kila mmoja kuangalia mipaka yake lipo kwenye maeneo tofauti. Kwa maana ya hawa wakuu wa mikoa wanaweza kawa na mipaka yao, lazima waangalie mipaka yao, lakini pia hata hawa sasa watu wa kwenye football wanapaswa kuwa na mipaka yao pia. Kuna namna mazungumzo ambayo unatakiwa wewe uyazungumze, kwa sababu una influence kubwa nje, kwenye jamii. Kuna baadhi ya vitu hupaswi kuvi-entertain, kuviweka hapo katikati kwenye mazungumzo yako, kwa sababu vinaweza vikazua taharuki pamoja na sehemu tofauti. Na kwa nini nakwambia kuhusu issue ya mipaka na mazungumzo kwenye mitandao ya kijamii? Of course sasa hivi nazungumza issue ya kuhusu mkuu mkoa, sio? Lakini watu ambao ilisemekana walihitaji kumfungia kwa sababu alikuwa anaharibu taswira na nini, ni mamlaka ya soka ambayo ni TFF. Sasa kama ile issue imetokea, ina maana alivuka mipaka namna kuzungumza, au kama aliposti au kama alifanya vyovyote, lakini alivuka mipaka. Sasa hii amevuka mipaka upande mwingine. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hawa watu au kila mmoja anapaswa kufahamu mipaka yake kwenye kuzungumza au kuposti au kufanya chochote, imeishia wapi. Nadhani ndio kitu cha msingi ambacho watu wengi wanatakiwa kukizingatia zaidi, na kama kila mmoja akijua mipaka yake inaishia wapi, then akaishia humo,
sidhani kama kunaweza kuwa kuna quarrels kama hizi ambazo zinakuja kutokea sasa hivi na inaanza kupelekea sintofahamu kama hizi za kupelekana ndani na vitu kama hivyo. Unachozungumza Masebo ni kwamba viongozi ambao wanasimamia hizi timu wajue nao mipaka yao iko wapi, si ndio hivyo, namna ya kutoa kauli, lakini pia hata wasemaji wa vilabu pia waangalie mipaka yao iishie wapi. Yes. Kwa sababu kama mkuu wa mkoa unatoka hadharani, si ndio hivyo, unazungumza kuiataki ile timu ambayo ipo kwenye mkoa wako, kwa maana timu pinzani, huyu ambaye naye amepewa nafasi ya kuizungumzia hii timu kama mtu wa taarifa, si ndio hivyo, naye pia kuna yale majibu ambayo atatoa ambayo yanaweza yakawa yamekupendezesha wewe ambao upo kwenye mkuu wa mkoa, au yasikupendezeshe pia. Kwa hiyo kuna hapo kuna pande mbili. Ingetokea Ali Kamwe labda ameizungumzia Tabora United kwa maana ya ameizungumzia vizuri, kwa maana ya pinzani wazuri, si nani ameisifia, isingetokea hiyo ambayo imetokea. Lakini kwa sababu alijibu kila ambacho mkuu wa mkoa alikizungumza, ndio limetokea ile ambayo limetokea. Na unajua hapa sio issue ya Ali Kamwe amezungumza vibaya Tabora United. Ndio maana nikasema hii issue ya Ali ilikuwa too personal. Hii haikuwa Tabora United. Hii ilikuwa ni Ali Kamwe against Paul Chacha. Sasa kidogo tu tumsikilize hapa Ali Kamwe, turudie maneno yake kidogo tumsikilize. Jumatano